Karibu mtazamaji wa TBC2. Mimi ni Pius Nkanabo. Nitakuwa nawe katika mfululizo wa vipindi maalumu kuhusiana na yale yote yaliyofanyika jimboni kupitia kwa wabunge tofauti tofauti. Na hii ni awamu ya 6 jimboni. Na hapa nipo na mbunge wa viti maalumu mkoa wa Kusini Pemba, Zulfa Maka. Twende tukamsikilize. Njema za kwako? Za majukumu. Hongereni kwa kazi nzuri. Asante. Tumebakiwa siku chache sasa kuelekea katika eneo la uchaguzi. Pengine kuna mambo gani ya kuzungumzia yaliyofanywa kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita? Kwa kweli mambo ya kuzungumza ni mengi mno, nadhani hata muda hauwezi kutosha, lakini tuanze kwa upande wa mkoa wa Kusini Pemba. Mambo ambayo yametekelezwa na marais wetu ni mengi sana. Tukianza na kubwa, kwa upande wa Pemba tunashukuru Mheshimiwa Rais ametujengea bandari nzuri za kimataifa, na pia kwa upande wa Pemba bandari hiyo imejengwa upande wa mkoani, ambapo kipindi cha nyuma ilikuwa si wafanyabiashara kutoka Pemba ni lazima mizigo yao washushe kutoka Dar es Salaam ama Unguja wapeleke Pemba, lakini sasa hivi wafanyabiashara wa Pemba wamenufaika na faida kubwa iliyoletwa na Mheshimiwa Rais ya kujenga bandari. Saizi Pemba kontena zinashushwa pale, kwa hiyo mizigo yetu tunaipata kwa haraka na tunaipata bila ya gharama kubwa ambayo tulikuwa tunaitumia katika kusafirisha. Pili, upande wa Pemba kumejengwa hospitali kila wilaya, ni hospitali kubwa ambazo vifaa vyote vinapatikana. Hapo kabla ilikuwa wananchi wa Pemba kufanya vipimo vikubwa kama ya CT scan, MRI, ilikuwa inalazimu kwamba kusafiri kwenda kama ni Muhimbili ama sehemu nyingine kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini sasa hizi kila wilaya kuna hospitali za wilaya kubwa ambazo zimejengwa na serikali, na matibabu hayo yanapatikana bure bila hata pesa yoyote. Kwa hiyo tuseme kwamba hilo ni jambo kubwa sana. Tukienda katika sekta ya elimu, Mheshimiwa Rais kajenga mashule mengi sana ya magorofa. Sisi tunasema kwamba shule zimetuzidia. Wanafunzi ni kidogo, mashule ni mengi. Hapo zamani ulikuwa wanafunzi wanaingia kwa awamu 2 ama awamu 3, lakini sasa hivi wanafunzi wanaingia awamu 1 na wanafunzi wote wanakaa katika viti na meza wakiwa wanafanya kazi zao vizuri, wanasoma kwa utulivu bila shida yoyote. Hapo zamani tulikuwa wanafunzi wanalipia mashuleni. Sasa hizi mpaka form 6 tunaona kwamba ni bure, hakuna kulipia chochote. Na tukienda kwamba kuna faida nyingi sana zilizopatikana kwa upande wa muungano, na pia kuna changamoto ambazo zilikuwa zinatukabili sisi wa Zanzibari. Kwa mfano tunapopita bandarini tunalipia ushuru mara 2. Tunalipia pale, tunaenda kulipia na Zanzibar. Kitu ambacho sasa hizi kimeondoshwa. Ukimfanya biashara mdogo mdogo una uwezo wa kununua biashara zako ndogo ndogo na kwenda nazo Zanzibar bila kutoleshwa ushuru wowote. Kulikuwa na bidhaa mfano kama ndizi na vitu vingine vilikuwa haviruhusiki kusafirishwa kutoka Tanzania bara kwenda Zanzibar. Sasa hivi tayari vitu hivyo vipo. Tukienda sekta ya michezo, kwa kweli hapa ni maajabu makubwa. Na tunaona hata nyinyi wenyewe ni mashahidi kwamba juzi tu, naweza kusema kwamba ni wiki moja ama 2, kulikuwa na ligi kubwa ambayo imeenda kuchezwa Zanzibar. Ligi ile sisi ya CAF imetuletea faida kubwa sana Zanzibar, kwa sababu tumefanya biashara, tumefanya mahusiano makubwa ya kimazungumzo, na fursa za uwekezaji zimepatikana pale. Na tumeiona kwamba Zanzibar imeenda kuonekana nchi nzima kimichezo. Hiyo ni faida kubwa sana ambayo tunasema kwa sisi tutatumia sisi na vizazi vyetu ambavyo vinakuja. Kwa hiyo tukienda kwenye kusema yaliyofanywa, kwa kweli yaliyofanywa ni mingi sana. Kuna sekta ya maji, sasa hivi 90% ya Zanzibar ina maji. Hapo mwanzo ilikuwa watu wanasumbuka, tunaona kwamba hatusomi vizuri, tunasumbuka katika kutafuta maji, mtu unaenda umbali mrefu wa kutafuta maji, lakini sasa hivi kila nyumba unakuta ina maji ndani. Kwa hiyo tuseme kwamba na suala la umeme pia, Zanzibar ilikuwa muda tunapata umeme wa mgao, lakini sasa hivi masaa 24 Zanzibar inawaka, inavutia. Hayo ni kwa upande wa Zanzibar. Sikwambii huko upande wa Tanzania bara. Tunaona kwamba mara nyingi sana kila mbunge anayenyanyuka anashindwa kuzungumza masuala mengine, anayezungumza yale ambayo yamefanywa na Mama Samia. Ni mengi, ni mazuri, hatuwezi kuiongelea mpaka kuyamaliza. Tukiangalia sasa hivi, zamani sisi wa Zanzibar tulikuwa tukitoka kwetu Zanzibar kuja Dodoma tunatumia takriban siku 1.5, lakini sasa hivi unatoka Zanzibar saa 12 unafika pale Dar es Salaam saa 3, saa 3 unachukua SGR, saa 7 tuko hapa. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo nchi za jirani pia
watu watuangalia kwa macho mengine. Kwa nini iwe Tanzania kila siku na mambo mazuri? Yote haya tunasema kwamba tumepata rais mwanamke, mama mwenye mawazo, mama mwenye fikra, mama mwenye imani na mwenye upendo na wananchi wake. Kwa hiyo mimi nisema kwamba tumpongeze, lakini kumpongeza au tusimpongeze kwa mkono. Tunafahamu kwamba Oktoba kuna jambo letu. Hasa sisi wanawake tunasema kwamba Oktoba tuna jambo letu la kwenda kumweka mwanamke mwenzetu. Kwa hiyo tunaomba na nyinyi wa baba wetu, watoto wetu, walezi wetu, mtunge mkono. Oktoba ikifika tuende tukaeke tiki ili yale mazuri ambayo yamefanywa yaendelee kufanywa, na pale ambapo kabakisha endelee kwenda kumaliza. Sasa ni nini maoni yako kuelekea awamu ya 6 sasa majimboni? Mimi maoni yangu kuelekea awamu ya 6 majimboni, kwanza wakati tukienda kwenye kampeni tuelezee kitu gani kimefanywa na rais. Tunafahamu kwamba tunaenda kampeni kabla uchaguzi. Tukaeleze yale mazuri kwanza aliyofanywa na rais. Utakapoeleza mazuri ambayo yamefanywa na rais, mimi niwape rai wa bunge. Kuna masuala ambayo mbungeni tunakuwa tunayaomba. Mheshimiwa, tunaomba barabara. Sasa kile unaenda kusema, jamani tumeletewa barabara 100, tumeletewa visima, tumeletewa sijui umeme, tumeletewa hivi. Wewe unajinadi mwenyewe, lakini pale unamnadi rais. Tunapoenda majimboni kwanza tuwe na amani. Tuzungumzie sana amani. Kwa sababu tunafahamu kwamba kwa jirani huko kumewaka. Kwa majimboni mimi ninachokisema kwamba kwenda kutangaza zile sera ambazo zilifanywa na ambazo zinakuja kufanywa. Tukifanya hivyo naamini kwamba watatuelewa na tiki zitakuwa ni nyingi tu. Na vipi ushirikishwaji wa wananchi? Je, pengine umewahi kuwatembelea ni mara ngapi ndani ya kwa nafasi hii ulionayo kama mbunge wa viti maalum? Okay, ni swala zuri. Mimi niseme kwamba kila tunapofunga bunge na wakimbilia wanawake wangu wa mkoa wa Kusini Pemba. Na mara nyingi ninapokuwa na kitu ambacho cha kukipeleka nakaa na kamati yangu. Naambia jamani, mimi nimeamua kama mbunge kuna kitu hichi na hichi nataka kufanya, mnanishaurije? Wananiambia sawa, tunaenda. Na mara nyingine nakuwa nakaa na wananchi vijiji tofauti. Nachukua hoja zao, nachukua changamoto zao, nachukua maoni yao. Nikishakuyachukua yale nakuwa naandika na kuja kuweka michango bungeni kama mchango ambao nimeupata kwa wananchi wangu. Kwa hiyo na wananchi wangu mimi nasema kwamba naweza kujidandi kwamba wako karibu sana na mimi, kwa sababu sijafungia milango yangu, sijafunga simu zangu, sijafunga chochote. Kwa hiyo muda wote wananipata na muda wote tunarekebishana au tunazungumza. Mimi ninapoenda kwa wananchi najifanya mdogo kabisa. Narudi chini, naambia nimekuja nyinyi mabosi wangu, nitumeni, nishaurini, nikosoeni, tufanyeje. Na wao wanaamini kwamba mimi nafikia rais zaidi kuliko wao. Kwa hiyo nakuwa napata mambo mengi sana tu. Kwa hiyo unapofanya vile unatengeneza chain ya wewe mheshimiwa pamoja na wananchi wako ambao unawaongoza. Unadhani ni nini kifanyike sasa kuelekea uchaguzi unaotaraji kufanyika mwezi Oktoba, na pengine una maoni gani sasa kuelekea katika awamu ya 6? Cha kufanyika ni kuzidisha amani, cha kwanza katika kuelekea uchaguzi wetu, kwa sababu kampeni tumeshafanya. CCM tumeshamaliza kampeni ya Mama Samia. Sidhani kwamba kuna haja ya kufanya tena kampeni. Yaliyofanywa ni mingi. Sisi rais hatumdai, anatudai sisi. Hasa na upande wa Zanzibar niseme kwamba alofanywa ni mengi mno, na wao wenyewe wananchi wanayaona kwa sababu wanaishi nayo. Maji wanatumia, barabara wanatumia, hospitali wanatumia, bandari wanatumia. Kwa hiyo mimi niseme kwamba marais wetu wanatudai deni kubwa ambalo nadhani kwamba hata tukitiki kwangu mimi nabaki kwamba mbona tumewaweka tu madarakani lakini hatujawalipa. Yaani natamani tuwalipe mazuri yanayovutia, tuwaseme vizuri, tuende nao vizuri, tutengeneze amani ya nchi. Hicho ndio ushauri wangu kwa wananchi, kwamba tutulie, tuwe na amani, na ikifika siku tuende tukalipe deni ambalo tunadaiwa na marais wetu. Marais wameshatulipa sisi tunatakiwa kwenda kuwalipa. Mheshimiwa Mbunge, kumekuwa na maoni tofauti kwa upande wa vijana. Kama mwanamke kijana, unazungumzia vipi sasa katika baada ya kumalizika kwa uchaguzi awamu ya 6 majimboni, namna ya kupata fursa mbalimbali? Vijana wana nafasi kubwa katika chama chetu cha Mapinduzi. Na unaona kwa upande wa vijana, mimi niseme kwamba ni mbunge ambaye nilianzia umoja wa vijana na niliingia katika baraza la wakilishi miaka 5 kupitia nafasi ya vijana. Kwanza tufahamu kwamba vijana wanajaliwa sana. Na tunaona kwamba kuna fursa nyingi, kuna mikopo ya vijana ambao wanaipata na wanajiwezesha. Tunaona kwamba sasa hivi chama chetu kila siku kinasema kwamba vijana wajitokeze katika kugombea.
na wamepewa nafasi yao vijana. Ni lazima kwamba kijana anapogombea au mwanamke anapogombea tufanye jenda, ila tuangalie na umri wa vijana. Tunachokitaka kwamba tupate watu ambao wanafanya kazi. Tunajua kwamba Isiokongwa kwetu sasa wanasema haivushi, mtu mzima ni dawa, lakini kijana ndo wakumtuma. Panapotokea kitu kimwambia kijana nenda, anakwenda na analifanya vizuri. Mimi niseme kwamba serikali yetu na chama chetu kimetuamini vijana, na sisi vijana tujitokeze kwa wingi kwenda kugombea. Nafasi zipo na tuna uwezo wa kushinda, kwa sababu kijana kama kijana ni ngumu kushindwa akiamua lake. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wajitokeze kwenda kugombea, nafasi ziko, na huku wakiingia bungeni naamini kwamba tukiangalia katika baraza letu la mawaziri wingi ni vijana. Kwa hiyo mimi niseme kwamba ni neema tupu. Huyo ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Kusini Pemba, Zulfa Maka, kama alivyoweza kumsikia. Tuendelee kutufuatilia, bado tupo katika viunga vya bunge. Na hapa nipo na mbunge wa jimbo la Hai, Shashisha Mafue. Twende tukamsikilize nini anazungumza. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuwahudumia wanahai wenzangu na Watanzania. Lakini pia ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kipindi kifupi sana amefanya mambo makubwa ndani ya nchi yetu. Aliposema kazi iendelee, kazi imeendelea. Tunaona miradi mikubwa kama bwawa la Mwalimu Nyerere limekamilika, tunaona daraja la Busisi limekamilika, lakini ameweza kukuza sekta zetu kwa kiwango kikubwa sana. Hata ukitazama bajeti ya Wizara ya Afya na Elimu zimeongezeka zaidi ya 57%. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Ukitazama treni ya umeme kutoka Dar es Salaam imeshaingia Dodoma, lakini mpango unaendelea Mwanza, Kigoma na sisi ukanda wa kaskazini. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kutekeleza kwa kiwango kikubwa sana ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na hakika kwa kweli Watanzania hatumdai Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndo anayetudai kwa kazi kubwa alizozifanya, na hakika Oktoba tunaenda kumlipa. Na kwetu jimbo la Hai ni miongoni mwa majimbo machache yaliyopata fedha nyingi kwa wakati mmoja. Nianze na sekta ya barabara. Wakati naingia pesa ambayo tulikuwa tunapata ya matengenezo ya barabara ilikuwa ni bilioni 1 na ushe. Leo ni bilioni 6.9. Hii ni fedha ya matengenezo. Tafsiri yake ni kwamba fedha hizi za matengenezo sasa zimetusaidia kutengeneza barabara za kuunganisha kata zetu. Zipo barabara ndani ya jimbo la Hai hazijawahi kutengenezwa tangu tumepata uhuru. Sasa hivi barabara hizi zinajengwa kwa kiwango cha changarawe. Lakini tunazo barabara za kimkakati kubwa. Tuna barabara ya Makoa Mferejini kilomita 18. Wakandarasi wawili wako site. Na hivi karibuni tulipata changamoto ya mkandarasi mmoja kusuasua, tumepunguza kilomita 2, tumempa mkandarasi mwingine. Kwa hiyo barabara hii ina wakandarasi 3, inaendelea kujengwa, lakini kipande cha kutoka Makoa kwenda kwa Mengi tayari kimekamilika kwa sehemu kubwa na tayari tumefunga taa za barabarani. Barabara ya Boma Ng'ombe Chekimaji TPC mkandarasi yuko site. Tunaendelea na kilomita 3.5. Yuko site sasa hivi tunavyozungumza. Pale Boma mjini ziko barabara kwa ujumla barabara zaidi ya vipande 10 na vipande 8 vimejengwa pale mjini. Boma Ng'ombe sasa hivi kuna taa za barabarani, kuna lami. Lakini hatukuishia hapo. Jana tumewasha taa za barabarani kwa maana ya barabara ya kwa Sadala kwenda Mula. Kule Mula kuna taa za barabarani. Ukija Bwani kuna taa za barabarani. Yote hii ni kuhakikisha watu wa Hai wanafanya kazi mchana na usiku. Madaraja tuliojenga, yako daraja linaitwa la Sashisha, liko daraja la Ngira, liko daraja la Kisereni, liko daraja la sasa hivi la Mkwarungo linaendelea kujengwa. Haya ni madaraja makubwa. Lakini tuna daraja la Makoa limejengwa, limekamilika, linapitika. Daraja la Kikafu kwa maana ya kutoka Kalali kwenda Uswa tayari tumeshapata mkandarasi. Lakini tuna daraja kubwa la Kikafu hapa kwa upande wa Kasadala linajengwa jipya, tunaweka na kilomita 4 huku na huku, na tayari mkandarasi ameshapatikana kupitia shirika la Jaika. Haya ni mapinduzi makubwa sana ndani ya jimbo la Hai kwenye sekta ya miundombinu. Lakini ukienda sekta ya afya, na kwenyewe tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Ukianza hospitali yetu ya wilaya, wakati tunaingia hospitali ya wilaya ilikuwa ni magofu. Leo tunazungumza jengo na mama la mtoto limekamilika. ICU ya kisasa pamoja na vifaa vya kisasa kwenye ICU yetu.
Tumejenga jengo la mama na mtoto, tumejenga pharmacy, tumejenga walkway. Hospitali imebadilika, lakini tumejenga private ward kiasi kwamba leo mwananchi wa jimbo la Hai akiumwa ana sehemu anaenda kulazwa peke yake na mume wake. Tunaweka na TV na makochi. Magari ya wagonjwa matatu mapya 0 kilomita. Ambulance. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Ukitoka hapo tumejenga vituo vya kutolea huduma afya vipya. Hizi nataja baada ya sisi kuingia. Kituo cha afya cha Longoi kimekamilika, tumeweka ultrasound, x-ray machine. Ukienda pale Longoi ni majengo zaidi ya 12. Ni kama hospitali ya wilaya na imefungwa x-ray machine na ultrasound. Jengo limekamilika. Ukienda kata ya Rundugai, kituo cha afya kipya pale Chemka kimekamilika, kinatoa huduma. Ukienda Mkwansira, kituo cha afya kimekamilika, kinatoa huduma. Masamakati kwa maana jengo la OPD limekamilika, limeanza kutoa huduma, na majuzi hapa nimeletewa milioni 500 wanahangaika na mkandarasi sasa hivi kukamilisha. Kisiki ilikuwa ni magofu kituo cha afya. Leo unavyozungumza Kisiki imebadilika, inatoa huduma vizuri, na tunaendelea, tunataka kupeleke pale x-ray machine na ultrasound. Na tayari wameshaanza kufanya operation kwenye maeneo hayo. Lakini kata ya Kia ujenzi umeshaanza, na juzi nimepewa tena milioni 500. Kule na Rumu tumefanya ukarabati wa kituo cha afya, lakini majuzi nimeenda kuzindua kituo cha afya cha kata ya Bondeni. Lakini kata ya Mnadani tumejenga zahanati mpya 2. Na tayari zimeshafunguliwa, zinatoa huduma. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Lakini upatikanaji wa dawa kwa maana zile 10 tracers medicine zinapatikana zaidi ya 98%. Pale hospitali yetu ya wilaya tulikuwa na changamoto ya CT scan. Tumepata milioni 190 imefungwa. Kwa hiyo kwa ujumla sekta ya afya tunashukuru sana. Lakini tuna hospitali nyingine yenye hadhi ya DDH ya Mkoa Rungwe ambayo ni ya ubia kati ya kanisa la KKT na serikali. Na yenyewe tunaendelea kwa kushirikiana na kanisa kuimarisha iweze kutoa huduma zake. Ukienda kwenye elimu, hapa ndio Mheshimiwa Rais amemaliza kabisa. Tuna bilioni 37. Kituo cha chuo kikuu cha Kikuletwa kwenye kata ya Rundugai kimekamilika na vifaa, na Mheshimiwa Waziri wa Elimu Profesa Mkenda ameenda kusindua pale. Tunajenga VETA ndani ya jimbo la Hai. Lakini tuna mradi mwingine mkubwa wa bilioni 40 pale maili 6, chuo cha CBE kinajengwa. Sasa ukishuka tukianza na shule Kongo, Machame Girls zimeenda pale zaidi ya bilioni 1 na kitu. Tumefanya ukarabati shule ya Machame Girls, tumejenga madarasa, tumejenga mabweni, tumejenga nyumba za walimu, tumejenga vyoo. Liamungo na yenyewe bilioni 1 na ushare. Tumekarabati shule ya Liamungo, imekuwa ya kisasa, tumejenga mabweni, tumejenga madarasa, tumejenga nyumba za walimu. Ukishuka shule nyingine kubwa ya High Day, pale na yenyewe imeenda bilioni 1 na ushare. Sasa hivi mabweni 4 yamekamilika ya wanafunzi. Madarasa ya wanafunzi, nyumba za walimu, vyoo kwenye shule hii. Harambee kuna milioni 721. Tumejenga mabweni, tumejenga nyumba za walimu, tumejenga vyoo, tumejenga madarasa na lile gorofa kumalizia pale juu. Milioni 721. Ukiacha hizi sasa za ukarabati, tuna shule mpya 10 tangu nimekuwa mbunge ndani ya wilaya Hai. Shule ya Sashisha imekamilika, na pale tumepeleka mabweni 2 na nyumba za walimu pamoja na madarasa. Watoto wako darasani. Maili 6 shule imekamilika. Hii ni mpya chifu. Watoto wako darasani. Muungano watoto wako darasani. Ukija sasa hivi Mkombozi, ukija Msamadi, Mbatakero, Mkalama kwa maana kata Rundugai, hizi ni shule mpya ambazo zimeletewa milioni 580 na shule zimekamilika. Haya ni mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Lakini pamoja na hayo bado tuna changamoto. Wakati tunaingia, kwa sababu ya aina ya siasa zilizokuwepo kwenye jimbo la Hai, kwa kweli shule nyingi hazikufanywa ukarabati. Kwa hiyo nimeingia nimekuta shule 77 ni chakavu sana. Leo tumepunguza zaidi ya shule 10 tunaenda 15, na hapa nina ahadi ya shule nyingi ambazo nakuja nazo. Ninaamini kabla hatujafunga mwaka huu wa fedha tutapata. Hapa karibuni tumepata kama shule 4 zimeletewa fedha kwa ajili ya kukarabati. Kwa hiyo shule zimekuwa ni chakavu sana. Kwa hivyo na yenyewe tunategemea ndio kiporo ambacho kikubwa nitakachohama nacho kwenda kwenye miaka hii mingine mitano, kwa sababu watu wa Hai wameshaniambia wanaondoka na mimi, wanaondoka na Mama Samia na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hili la shule chakavu tutaendelea nalo. Umeme, wakati naingia tulikuwa na vijiji vitongoji 57 na vijiji kama 3 vilikuwa havina umeme. Leo tumemaliza, tuna wakandarasi 5 wako site wanaendelea na kazi kuhakikisha huduma zinawafikia. Masoko, sasa hivi nina bilioni 11.6 soko la kwa Sadala. Umesikia nilivyokuwa napiga nalo kelele hapa.
Tuna milioni 700 na ushee soko la Mula, mkandarasi ameshapatikana. Pale Mula linaenda kujengwa soko la kisasa. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Maji, wakati naingia Boma Ng'ombe kulikuwa hakuna maji. Mzee nimekimbizana pale nikapata bilioni 3.3. Mradi ule umekamilika na makamu wa rais alikuja kuweka jiwe la msingi, watu wa Boma Ng'ombe wana maji. Na kwa sababu tulisimamia ule mradi vizuri, tukabakisha change ya milioni 500. Nikapambana nikapata milioni 400 tena. Zikawa 900. Sasa hivi tuna mradi wa milioni 900 wa matoo. Hapo tuna mradi mwingine wa kutoka chanzo hicho cha Kikafu kwenda kwenye tanki la Saashisha pale, milioni 900 kwa ajili ya kuhudumia kata ya Bondeni. Kule Kia kulikuwa hakuna maji, leo tumefikisha maji kila maeneo. Ukienda kwenye kilimo ndio tumemaliza kabisa. Tuna bilioni 19 skimu ya mtambo inajengwa. Lakini hapo matoleo yake bilioni 4 na wakandarasi wako site. Wakandarasi waelekezi wanafanya feasibility study. Bwawa la Metro, skimu ya Metro, Makeresho pamoja na bwawa la Bolutu. Yote hizi ni skimu ambazo zinaenda kuhakikisha wananchi wa jimbo la Hai wanapata maji ya kujitosheleza. Ukienda kwenye mifereji mingi imepata fedha na inaendelea kujengwa. Kwa ujumla niseme jimbo letu la Hai limekuwa jipya, jimbo la Hai limewaka, kila sekta imeguswa. Vipi ushirikishwaji wa wananchi na wewe? Pengine umewatembelea wabunge na vijana au wananchi kwa namna gani, kwa muda gani pengine? Yaani tangu nimekuwa mbunge, nadhani wale ambao wanafuatilia, mimi Ijumaa siku hapa niko jimboni. Tangu ni mwaka wa kwanza mpaka leo ndio mfumo wa maisha yangu. Na ninafanya vikao. Nimefanya mkutano mkuu wa CCM, nikasoma ilani ambao makamu mwenyekiti wa CCM taifa wakati huo mzee Abraham Kinana ndo alikuwa mgeni rasmi. Nimefanya kabla hata mabalozi hawajawa wajumbe wa kupiga kura, nimekaa nao wote. Nikasoma taarifa ilani. Lakini kila kabla sijaja bungeni lazima nifanye mikutano kwenye kata zangu. Na majuzi hapa wiki iliyopita nimefanya mikutano kata zote 17 kusoma taarifa ya utekelezaji wa ilani kwenye ngazi ya kata. Kwa hiyo nao wazungumza na wananchi wangu, tunazungumza lugha moja kwa sababu niko nao wakati wote. Naam, ni nini maono yako sasa kuelekea awamu ya 6 jimboni? Pengine unazungumzia vipi na kasi utakayokuja nayo kwa kipindi ambacho umeaminiwa na wananchi? Jambo la kwanza, unapopanga maendeleo ziko theory mbili. Kuna qualitative na quantitative. Quantitative maana yake unaweka huduma zipatikane kwa wingi. Alafu hatua ya pili inaenda kwenye qualitative sasa, kuweka ubora. Shule zimejengwa, zahanati zimejengwa, vituo vya afya vimejengwa. Awamu hii tunaoenda kuianza Oktoba ni ya kuhakikisha wanakuwepo watumishi, vinakuwepo vifaa tiba, kuna kuwepo walimu, kuna kuwepo nyenzo za kujifunzia. Lakini kwangu mimi kama mbunge sasa, miundombinu imeshapatikana, barabara zimepatikana, masoko yamepatikana. Mimi awamu inayokuja naenda kusaka noti, watu wawe na fedha mfukoni. Namna gani vijana walioko ndani ya jimbo la Hai, wakina mama, wazee wapate fedha mfukoni. Ndio maana unaona hii awamu nimecheza na viwanda, sijazungumza hapa kiwanda cha parachichi. Lakini sasa nimezungumza masoko haya, hizi zote ni nyanja zinazokwenda kuleta fedha. Na sasa ushirika, utaona namna ambavyo nimepiga kelele na ushirika tangu nimekuwa mbunge. Mashamba yetu yameanza kurudi. Tunaweka mipango ambayo itawezesha fedha ipatikane kwenye ushirika, isimamiwe vizuri na ishuke kwa wananchi, tofauti na ilivyokuwa huko. Ndio maana nimekuja na hoja, mashamba yetu ya ushirika tulionayo yapangiwe vizuri, mikataba iwe fair. Pale ambapo tutashindwa kulima sisi na kwa sababu ya aina ya shamba tulilonalo, tuwekeze. Alime yeye kahawa, lakini ndani mwake kuwepo na uwekezaji wa utalii. Kwa hiyo ni mfumo wa kilimo utalii, ambapo ndani mle tutajenga hoteli za 5 star. Wakija leo ukizungumza unakuta mashamba yetu tunamkodishia mtu kwa dola 120,000. Lakini kwa mwaka eka moja. Hapo jirani kwenye eneo hilo hilo kuna mtu anauza chumba dola 250 mpaka 300. Sasa kwa nini tusichukue hiyo opportunity tukamwambia mtu tufanye? Ndio maana unasikia nalilia serikali hapa, tufanye valuation ya mashamba yetu, tujue thamani yake. Mtu aje tumwambie chukua eka 2 ndani ya shamba letu, tutaendelea kulima kahawa na mazao mengine, lakini tunakupa eka 2 wewe, weka magorofa 10 hapa. Baada ya miaka 50 litabaki mali ya ushirika. Wewe kwenye turnover ukiuza chumba dola 10,000, sisi tupe 5 au tupe 3 kulingana na utakavyo. Kwa hiyo utajikuta fedha ile, kwanza kitendo cha kujenga hoteli ya gorofa 10, maana yake watu wa eneo lile wamepata ajira.
lakini fedha itakuwepo, vyama vya ushirika vitakuwa na hela nyingi. Kwa sababu hivi vyama, shauku yangu ni kuona ushirika wanakuwa matajiri kama tulivyotoka. Wilaya ya Hai, moja ya jambo lililotufanya tukakuwa haraka na watu wetu wakasambaa kote ni kwa sababu vyama vya ushirika vilikuwa very strong. Sasa natamani vyama vya ushirika virudi kuwa strong na watu waweze kupata fedha. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako, kuhitimisha kwamba awamu hii nao kuendea, focus yangu kubwa ni kufungua uchumi wa wilaya, kufungua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Nikushukuru Mheshimiwa Mbunge Shashisha Mafue, mbunge wa jimbo la Hai. Kama ulivyoweza kumsikia, mimi kutokea hapa viunga vya bunge, mimi naitwa Pius Nkanabo, TBC2.